Macho ya wanasimba hivi sasa ni kuona kwa upande wa klabu ya Simba wakifanya mabadiliko hasa kwenye upande wa mbele, yani kwenye upande wa ushambuliaji. Mashabiki wameweza kuona mchezo wao wa kwanza ambao wamecheza dhidi ya watani, huku wakionyesha kucheza kwenye ubora wa hali ya juu kwenye dakika kadhaa, lakini baada ya dakika za mbele kuonekana kama timu hivi ilianza kushuka. Lakini wengi wameeleza sababu kwamba huenda mechi hiyo walipoteza kutokana na ubora wa wachezaji ambao walionao kwenye eneo la mbele, haswa kwenye upande namba 10, lakini pia kwenye upande namba 9. Sasa mpaka sasa hivi tunatazama kwa upande wa klabu ya Simba namna ambavyo wanamleta X Factor ambaye wameweza kumtaja pia. Lakini mpaka sasa hivi kuhusiana na issue ya Faisal Salum Feitoto utakwenda kufahamu hapa, ambapo kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba namna ambavyo wanapambana kumleta Feitoto ndani ya klabu yao. Kabla sijakwenda kukuangazia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Simba wamefikia hatua kubwa katika harakati za kumsajili kiungo kutoka ndani ya klabu ya Azam, Faisal Salum Feitoto, huku ikieleza kuwa Simba tayari wamefikia makubaliano na mchezaji huyo kuhusu masuala binafsi ya mkataba. Kwa mujibu wa taarifa hizo, changamoto kubwa kwa sasa haipo kwa Feitoto kwa sababu tayari ameweza kuambia uongozi wa klabu ya Simba kwamba wakazungumze na klabu ya Azam, endapo wakikubali basi mambo yatakwenda shwari. Bali kwa upande wa Azam wenyewe wanaonekana hawajawa tayari kumwachia nyota huyo kwa sababu bado ana mkataba. Inaweza kuwa kwa upande wa klabu ya Simba tayari imefikia dau linalohitajika ili kuvunja mkataba wa Faisal Salum Feitoto pamoja na gharama zinazohitajika kukamilisha usajili wake. Taarifa zaidi zinaeleza katika kufanikisha mpango huo kwamba Simba imepata nguvu zaidi ya kifedha katika ushirikiano baadhi ya wadhamini wa klabu hiyo, akiwepo Jirut, lakini pia akiwepo Modage, ambao tunafahamu kwamba hawa ndio ambao wamekuwa wakifanya sajili ndani ya klabu hiyo. Hata hivyo, kuna jambo moja ambalo linaonyesha kwamba kuna kikwazo kwa upande wa Azam. Bado wenyewe licha ya kupokea taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba na wameweza kueleza kwamba waweze kuweka fedha hizo ili mchezaji huyo aweze kusaini kwa haraka, kwa upande wao wamebaki kimya na wala hawajapa account kwa upande wa klabu ya Simba kwamba kawekeni fedha hizi kulingana na aina ya maelewano ama makubaliano baina ya klabu kwa klabu. Kwa sasa macho yote yanawatazama Azam. Je, wanakubali dili hilo? Kwa sababu tayari waliweza kuwasiliana na baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba hapo awali kuhusiana na kusaini mkataba kwa mchezaji huyo. Kwa sasa Simba wanahitaji zaidi kupata mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kucheza nafasi ya namba 10, na mpaka sasa hivi wanamtizama zaidi Mtanzania Faisal Salum Feitoto. Lakini kwa upande wa Azam wanaonyesha hivi choyo, yani wako kimya licha ya Simba kuwasiliana nao kwamba wanamhitaji mchezaji huyo. Kikubwa dili hili lina uwezekana kuweza kukamilika endapo Azam wakakubali na wakamruhusu Faisal Salum Feitoto kuja ndani ya klabu hiyo ya Simba.